Naitwa Mohamed Janabi, mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, na leo tupo tena hapa katika programu zetu zile za kutoa elimu kwa jamii kuhusu magonjwa mbalimbali au hali mbalimbali za afya. Na leo hapa kubwa tutakalozungumzia ni kuhusu pombe, athari za pombe, kiasi gani mtu anywe au kiasi gani mtu asinywe. Na kwa kufanya hilo nitafanya mahojiano mafupi na daktari mwenzangu ambaye anaishi nchini Canada, Toronto, na yeye atajitambulisha mwenyewe. Karibu sana Dr. Pamela Kaduri. Asante Profesa. Naitwa Pamela Kaduri, ni daktari bingwa wa magonjwa na afya ya akili na mbobezi wa uraibu. Niko based Toronto, Canada. Nafundisha, natibu, nafanya utafiti na napenda kutoa elimu pia kwenye jamii. Sasa swali langu Dr. Pamela, je, pombe ni kinywaji chenye afya? Pombe ni pombe, na nazungumzia pombe aina yote hapa, ni bia, wine, pombe kali kama whisky, brandy. Je, ni vinywaji vyenye afya? Hakuna yani kwamba kusema kwamba yani pombe inaleta afya, lakini pombe inaleta matatizo. Kwa hiyo pombe sio kinywaji ambacho ni cha kawaida, na kama ulivyosema kwamba pombe ni ingredient mojawapo ya kinywaji. Kwa hiyo kwenye kinywaji unakiangalia kama kinywaji, lakini ndani kina pombe ambayo ndo alcohol tunayozungumzia, lakini ina vitu vingine ambavyo vimeongezewa ambayo inaipa hata rangi au na vitu kama hivyo, ni zile ingredients. Kwa hiyo vyote hivyo vinaweza vikampelekea mtu kupata matatizo ya kiafya. Na mara nyingi inakuwa mtu inategemea unakunywa kiasi gani na unywaji wako, yani pattern. Tunazungumzia kiwango, yani amount na pattern yako ya unywaji, kwa sababu kuna ambao pia sio wanywaji wa kila siku, lakini wanakunywa wanapopata fursa, wanakunywa kwa kupitiliza. Kwa hiyo kuna hiyo category ya watu ambao pia mtu sio mnywaji wa kila siku lakini anakunywa kwa kupitiliza. Kwa hiyo athari nyingi zinatokana pia na amount ya mtu anayekunywa. Hakuna safe amount, lakini anything kuanzia unit 2 za pombe, yani kwamba bia moja tuseme, au glasi moja ya wine, au toti 2 tuseme za hard liquor, zinaweza zikakuletea madhara. Of course, the more unavyokunywa, the more unakuwa at risk. So nalolifahamu mwili wetu, mimi ninapokunywa pombe, unasema hii ni sumu, is a toxic substance. Kwa hiyo mwili unachofanya, kitu cha kwanza ni ngoja ni sage hii pombe, ni metabolize hii pombe kabla ya chakula. Kwa hiyo whether ni protein, fat, mafuta au wanga, kwanza unawekwa nyuma, kwa sababu mwili lazima usage pombe, na kwa sababu mwili yetu haiwezi kutunza pombe. Na tukitizama, mimi kama nazungumzia kama daktari wa moyo, na ndio maana watu wanaongezeka uzito wanapokunywa pombe, kwa sababu mwili, kitu cha kwanza nikinywa pombe na chakula, mwili kwanza lazima usage pombe kwa sababu ni sumu. Uondoe ile pombe kwanza, then uanze kusaga chakula. Na tumekuwa tukiona kwenye kazi zetu za kila siku, ini linaongezeka mafuta kwa sababu chakula, yani metabolism ya mwili au kusagaji wa chakula unakuwa taratibu mno sasa. Kwa hiyo ukila wanga unabidi ubadilishwe uwe mafuta, na unaishia kupata ugonjwa ambao unaitwa unapata fatty liver, yani ini linakuwa limejaa mafuta. Sasa ili mimi nitambue kwamba kama mwanaume au mwanamke, najua umeligusia kidogo, mwanamke anywe pombe kiasi gani kwa wiki, mwanaume anywe pombe kiasi gani kwa wiki?
najua hiyo unaongelea kwa wiki lakini kwa any statistics ilivyo kwa sasa hivi kwa sasa hivi yani mtu usipokunywa ni better, lakini ukisema unakunywa then yani usinywe zaidi ya labda 2 units hizo ambazo kwa wiki. Zamani ilikuwa tunasema kwa siku ambayo unakunywa basi usinywe more than 2 units. Yani 2 units nafikiri muhimu ni kujua hizo units kwa sababu beer au wine au hard liquor yani ina hizo units ndani. Kwa hiyo hapo the catch ni ile unit. Kwa hiyo the more units unazokuwa unakunywa, sema labda nachukua tu mfano yani viwango ambavyo tayari unakuta sengine vinaweza vikamletea mtu kulewa. Labda let's say kwa wanawake utakuta mtu kama unakunywa hizo 4 drinks au more, yani 4 drinks kwa hapo labda ni 200 au sio glasi 4 hizo za wine au ni sana toti 4 ndani ya masaa mawili itakuletea vilevi, yani utapata ulevi na utapata zile athari za pombe. Kwa mwanaume ni hizo units 5 kuendelea. Ndio tunaita binge drinking. Yani kuna hiyo yani ni it's a heavy form of a drinking. Otherwise yani ili uwe na low risk, kwa sababu narudi kule hizi risk zinatokana magonjwa yote of course inategemea unatumia pombe kwa muda gani. Yani kwa sababu ndio hiyo sasa unaanza pombe kidogo kidogo lakini baadaye pombe inakuzoea alafu unaingia kwenye uraibu. Mwanzoni unakuwa ni pombe kweli inakupa raha, yani inakusaidia labda unakunywa, sababu zote ambazo zinaweza zikakupelekea kunywa pombe zinaenda ku affect the brain, yani kwenye brain structure na function, maeneo yale ambayo yanampa mtu raha ambaye hatumii pombe. Nachukulia tu mfano labda unapenda kuna chakula fulani unapenda au unapenda activity fulani au hata mtu anapenda kufanya mapenzi, ile raha unayosikia ni natural, lakini pombe ikija ina hijack ile alafu inajikuta sasa wewe unapata pleasure kutokana na pombe. Lakini sasa ile uraibu unavyokuja ni kwamba mwanzoni unakuwa unakunywa kidogo kidogo kwa sababu inakupa raha, unaipea pombe na vitu fulani labda matatizo mtu aliyokuwa nayo au watu au sehemu, kwa sababu yoyote ni brain inakuwa. Ndio maana mtu hata akiona glasi ambaye anainywa labda bia anapata ile hamu. Kwa hiyo brain inakuwa imesha pair na vitu fulani fulani ambavyo mtu anapenda vinaendana na pombe. Kwa hiyo unaenda hivyo unakunywa kidogo kidogo. Pombe mwanzoni inakuwa ni nzuri, lakini unapoingia kwenye uraibu unakuta sasa pombe inakuwa nayo mtu anakunywa kwa ajili ya kuondoa ile madhara ya pombe. Sababu tumeshaona kwamba watu wengine wakiwa, kwa sababu kama ni mnywaji kila siku, nachukulia tu mfano, unaweza ukajikuta ukichelewa ule muda wako wa kunywa pombe au usipokunywa pombe kwa masaa fulani au kwa siku, then unapata pombe nayo ina rosto na kuletea nayo kichwa kitauma, kichefuchefu, wengine wanatetemeka mikono. Kwa hiyo unakunywa ili kuzuia hiyo hali. Kwa hiyo sasa hapo tayari ujue pombe nayo iko tayari ni uraibu, ambayo sasa mtu anakunywa kwa ajili ya haina tena ladha. Anakunywa kwa ajili ya kuzuia hiyo hali isiweze kumtokea. Swali langu moja kabla ya mwisho. Canada, unaweza kunywa pombe na ukaendesha gari? Hiyo haipo. Yani ni zero, yani of course, yani kwamba driving under the influence kuna age categories. Kwa hiyo kama watoto ambao ni yani vijana ambao mpata leseni sio na miaka 21 mpata leseni, hiyo ni zero tolerance. Lakini maana yake nini kwa lugha kirahisi? Kwa lugha kirahisi unaweza kunywa pombe alafu ukaendesha gari? Hapana. Okay. Yes. Wao wanajuaje kama mimi sijanywa pombe? Nini walivyoweka barabarani kujua mimi nimekunywa pombe? Au wana some drinking, yani wana hizo sober tests, yani kuna vitu wanaangalia. Unaweza ukaambia utoke nje ya gari, jinsi unavyotembea. I mean kuna vitu ambavyo vinakuwa obvious, yani kwa sababu alcohol ina affect your balance na gait, na pia mwingine anaweza kananuka pombe kabisa. Lakini kuna hizo wanaweza kukufanyia breathalyzers, kuna vipimo ambavyo unaweza ukapumua and then ikaonyesha blood alcohol level. Ndio maana kuna limits
kuna legal limit. Nafikiri hata kwa Tanzania ni 0.08, ambayo hiyo sasa mtu ukishakuwa umekunywa bia 2-3 you are likely kuwa na hiyo ukafikia hiyo threshold. Kwa hiyo unaweza ukawa charged na criminal offense. Nini hukumu yao ukikutwa umekunywa pombe na unaendesha gari kwa mfano? Una license inakuwa suspended. Yeah, inakuwa suspended. Unless sasa wewe ni repeated au alcohol levels ziko juu sana ambazo inaweza ikakufanya mtu at that level lazima unaweza ukaua, then unaweza ikawa hivyo. Lakini la kwanza ni hiyo kuchukuliwa leseni, alafu pia una kozi, unaenda kwa gharama zako, inaitwa back on track, ambayo inakufundisha kuhusu pombe na madhara yake. Kwa hiyo inabidi ulipie ufundisho madhara ya pombe. Yes, ulipie ufundisho madhara ya pombe, na pia utapewa sehemu za vituo vya afya ili uweze ukachunguzwe zaidi na kupata matibabu. Na baadaye tunarudi, license utarudishiwa, let's say ukiwa 6 months on treatment. Ukishakudundulika tayari kwamba una uraibu, then inabidi upate matibabu. Alafu utarudishiwa leseni wakati wameshaona kwamba umeacha pombe kwa kipindi cha miezi 6 au zaidi. Kwa hiyo ripoti ya madaktari pia wanatumia. Na daktari pia ni lazima uripoti kama kuna mtu ambaye amekuja kwako yuko intoxicated au ana hiyo uncontrolled drinking, kwamba unaona kuna hatarishi, au anaendesha, una historia yake kwamba anaendesha wakati anakunywa, then kwa ajili ya kuokoa maisha ya kwake na watu wengine, huwa unaripoti na unamcancel, lakini kwamba ile hata leseni kichukulia itarudi baada ya kuwa yeye ameshapata matibabu. Okay. Mwisho kabisa, nini unaloweza kuambia Watanzania kuhusu pombe kwa mistari miwili tu? Labda ambacho naweza kusema ni kwamba hakuna kiwango salama cha pombe. Nafikiri ni muhimu, na pia pombe zote hakuna pombe ambayo iko better than the other. Yani pombe zote ni pombe. Kwa hiyo mwingine asione bia iko ni better than wine au hard liquor. Zote azonga kwamba zina pombe, basi zina madhara. Na pia ni vizuri kujiwekea malengo na keep track, hiyo kuwa mindful na unywaji wako wa pombe. Kwa hiyo ni vizuri mtu kuweka malengo kwamba unataka labda kupunguza kiasi fulani, na hiyo kujipanga wakati unaenda kunywa, usikurupuke tu kunywa. Yani ujipange, yani ufikirie kabla ya kunywa. Na hiyo unakunywaje, nitakunywa ngapi, na kunywa na nani, na nitakuwa pale sehemu mahali labda muda gani, nitakuwa nafanya nini, choices za pombe zitakuwaje. Je, nikianza kujisikia nataka kulewa nafanyaje? Kama utaomba Uber au Bolt au whatever, urudi nyumbani, lakini usishike uskani tena kuenda labda kuanza kuendesha, kwa sababu tayari unakuwa uko intoxicated. Asante sana Dr. Pamela. So nikitaka kujumuisha kilichosemwa hapa, kwanza ni lazima Watanzania tufahamu kwamba pombe ni sumu. Mwili wetu pale inapoingia tu mwilini kwa kiwango chochote kile, whether ni glasi moja, chupa moja, mwili unajua kwamba hii ni sumu. Kwa hiyo unachukua hatua za haraka sana kuiondoa mwilini. Sasa athari yake ni kwamba usagaji wa vyakula vile ambavyo ni muhimu, vyakula vya wanga, vyakula vya protein na mafuta, vinapewa nafasi ya pili. Kwanza lazima kusafisha hiyo pombe. Lakini tumeelezwa hapa madhara yote yanaweza kupatikana katika pombe, kuanzia magonjwa ya moyo, magonjwa ya kiharusi, vidonda kwenye koo na saratani za kwenye koo. Inaharibu sauti zetu kwa sababu inaenda kuathiri pale kwenye ile box la sauti au voice box. Kwa kina mama tumeona kuna tafiti mbalimbali na machapisho mbalimbali kwamba inaongeza saratani ya matiti kwa sababu inaingiliana na homoni inaitwa estrogen, na vile vile kwa vijana ambao wako shule inaingiliana na kumbukumbu. Kwa hiyo kusoma shule inakuwa ni ngumu, whether uko chuo kikuu au kwenye college zetu mbalimbali. Kwa kiujumla kwamba pombe haijawahi kumwacha mtu salama. Asanteni sana.
Na moja pia yani watu wa seek treatment, yani kama kuna yani unaona una hofu na yani unaona unywaji wako tayari uko umepitiliza au ndio huo unakunywa kupita kiasi, ni vizuri kwenda kwa mtaalam ili akaweza kufanya assessment na kuweza kupata tiba.